Taarifa inayopasua vichwa vya makocha na mabosi wa Simba kwa sasa ni juu ya kuumia goti kwa kipa wao namba 1 Djibril Kasali katika mchezo dhidi ya Kagera Sugar. Lakini kama hujafahamu, makipa wanne wa wekundu hao wa Msimbazi wamekumbana na jeraha la eneo moja pekee. Kasali aliumia dakika 82 wakati Simba ikishinda mabao 2-0 ugenini dhidi ya Kagera Sugar na nafasi yake kuchukuliwa na Hussein Abel. Akizungumzia hilo, meneja wa habari wa Simba Ahmed Ally amesema kipa huyo hajaumia kiasi cha kuhitaji upasuaji, lakini atakuwa nje kwa siku kadhaa na uhakika ni kwamba anaweza kukosa mchezo ujao wa ligi wa ugenini dhidi ya Pamba Jiji, ambapo nikimnukuu amesema, mchana huu tunaondoka hapa Bukoba tukielekea Mwanza kwenye mchezo dhidi ya Pamba Jiji. Tunaweza kumkosa Kasali kwenye mechi hiyo, lakini mchezo wetu wa tatu itakuwa 50-50, itategemea na maendeleo yake, mwisho kunukuu. Wakati Ahmed Ally akisema hayo, presha kubwa ni kwamba Kasali anakuwa kipa wa tatu kuumia goti katika majeraha ya makipa wa timu hiyo, hali inayozidi kuitafuna klabu hiyo. Rekodi za majeruhi wa goti ilianzia kwa Ayub Lakredi, raia wa Morocco, akafuata Ayubu Suleiman ambaye ndani ya muda mfupi akiwa kwenye kambi ya timu ya taifa alipata majeraha. Shida hiyo ikahamia kwa Musa Kamara, akikaa nje muda mrefu kutokana na changamoto hiyo hiyo, ambapo makipa hao wote wameshaondoka klabuni hapo kwa kukosa sehemu kubwa kuitumikia timu hiyo, na sasa ni zamu ya Kasali. Physiotherapist bingwa Gilbert Kigadie akizungumzia jeraha hilo la goti kwa makipa amesema linatokana na aina ya mazoezi mazito ya makipa, ambapo yanahitaji utayari wa kiwango kikubwa cha mwili kuweza kumudu mzigo wa mazoezi hayo, ambapo nikimnukuu amesema, unajua makipa na mazoezi magumu sana ambayo yanahitaji utimamu wa mwili huo wa kiwango kikubwa. Makipa anahitaji kukimbia mbio fupi, kuruka juu, kugeuka kwa haraka. Sasa kama mwili wa mchezaji haujawa tayari, ni rahisi kupata matatizo. Wakati huu ambao wachezaji wanatoka kwenye mapumziko, ni rahisi kama mchezaji hakujiandaa kupokea mzigo mkubwa wa mazoezi, anaweza kuingia kwenye hii shida. Na kuhusu muda kukaa nje, nategemea ameumia kwa kiwango gani. Unajua maumivu ya goti yamegawanyika kwenye maeneo matatu: meniscus, tendon na ligament. Sasa inategemeana na ukubwa wa tatizo lililopata, mwisho kunukuu. Baada ya kuumia kwa Kasali, kocha mkuu wa Simba Steve Barker alikiambia moja ya chombo cha habari kuwa analiombea tukio hilo lisimfanye kipa huyo kukaa nje kwa muda mrefu, huku akisema kitengo cha madaktari wa klabu hiyo anapambana kumsaidia, ambapo nikimnukuu alisema, lakini haina maana kwamba Hussein Abel ana tatizo lolote, ana uwezo mzuri na sina tatizo naye. Mafanikio ya Simba msimu huu hayawezi kujengwa na wachezaji 11 pekee, bali nguvu ya kikosi kizima, hasa wakati wa majeraha na adhabu. Ndio maana nasisitiza, ikitokea Kasali kakaa nje kwa muda mrefu, aliyepo ataendelea na majukumu, mwisho kunukuu. Alisisitiza kuwa anafurahishwa na uwezo alioonyesha Hussein Abel baada ya kuingia kuchukua nafasi ya Kasali, kwa kuwa alikuwa tayari na aliisaidia timu, huku hali ya kipa Yakubu Suleiman ambaye alifanyiwa upasuaji wa goti la kulia alipewa muda kukaa nje ya uwanja kwa takriban miezi 9, lakini kwa sasa na miezi 4, hivyo imebakia ya kusubiria 5. Mtu wa karibu na kipa huyo amesema ana programu za kufanya mazoezi chini ya daktari pale Simba Sports Club inapokuwa Dar es Salaam, anakuwa anaungana na timu. Hali yake inaendelea kuimarika, lakini bado atatakiwa kukaa nje kwa muda mrefu, mwisho kunukuu. Imeandikwa na Khatim Naheka, Olipa Asa na Elia Solomoni, na kusoma kwako na Hamza Saifu.